Marufuku hiyo imepigwa na mkaguzi mkuu wa bodi ya nyama kanda ya Magharibi baada ya wataalamu wa bodi hiyo kukagua uchinjaji wa wanyama aina ya nguruwe ulioenda sambamba na ukaguzi wa machinjio inayotarajiwa kufunguliwa tarehe 1 mwezi wa 5 katika eneo la manispaa ya Kahama. Tumerasimisha uchinjaji na shughuli za sekta ndogo ya nyama ya nguruwe kwa manispaa ya Kahama kuanzia Mei mosi tarehe 1 mwezi wa 5. Shughuli zianze rasmi kwa kufuata utaratibu unaotambulika kwa mujibu wa sheria. Mnyama ataletwa machinjioni, atachinjwa hapa, atakaguliwa hapa na atatoka hapa, atakwenda maeneo ya kuuzwa akitokea hapa. Nao baadhi ya wafanyabiashara wa nyama ya nguruwe wamesema wamepokea agizo hilo, huku wakiomba udhibiti wa nyama inayoingizwa mjini kutoka vijijini ikiwa tayari imechinjwa. Yawezekana nyama imechinjwa huku machinjioni, imeenda kusambazwa, lakini ikawepo nyama ambayo inaingia kwa asili kutoka sehemu za nje. Sasa ningependa kujua utaratibu mtakaoweka wa kudhibiti njia, kwamba wale wanaochinja kutoka sehemu za nje ya mji mtaweza vipi kudhibiti zile njia kwamba hawa watu hawapiti. Elimu haiji kwa mara moja. Hata darasani mwalimu anaingia akiona mambo yameenda tofauti anarudia na kesho, si ndio hivyo? Sasa nanyi nawaomba ikiwezekana, ili muweze kwenda vizuri na mtakaporudi msipate changamoto, msituchoke. Naye mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kahama Bwana Joseph Mwita amekiri kuwa marufuku hiyo ni sawa, huku akitaja faida ya kuchinjia mifugo kwenye machinjio bora inayotambuliwa na serikali. Tukiona nyama imetoka sehemu ambayo isiyoeleweka, basi watu wa kwanza kutupigia ni sisi, ili tuweze kufuatilia tujue uhalali huo, na inawezekana huyo mtu anakuwa hajapata elimu, ili tuweze kumuelimisha kwa mara nyingine afate utaratibu unaostahili.